Leo kwa niaba ya ujumbe maalumu niliyokabidhiwa niweze kuzungumza kwa niaba ya jumuiya ya vijana wa Chama cha Wananchi CUF Taifa, ambao nataka wewe nizungumze kwa kunisikiliza kwa umakini, lakini pia nazungumza na Watanzania wote kupitia katika vyombo hivi vya habari ambavyo viko hapa. Ndugu zangu, katika harakati zinazoendelea, kuna harakati zimekuwa za muda mrefu sana za kudai katiba mpya, lakini nataka niwaambie kitu kimoja. Swala hili la katiba mpya, waasisi wake ni Chama cha Wananchi CUF, ndio walioasisi kuipigania uwepo wa katiba mpya toka kilipoundwa chama hichi. Yaani wazee pale walipokaa kwamba wanakianzisha hichi chama, msingi wao mkubwa kabisa ulikuwa ni mabadiliko ya sheria. Na ndio maana ukiangalia kule Zanzibar kulikuwa kuna chama kinaitwa au kamati maalumu, ilikuwa inaitwa Kamauru. Kamati hii ilikuwa ni kamati maalumu ya kupigania mabadiliko ya sheria, na huku kwetu kulikuwa kuna chama kinaitwa CW. Kwa ile kamati ya kupigania mabadiliko ya sheria pamoja na CW ambayo ndiyo ilikuwa Chama cha Wananchi, kwa pamoja ile kamati ikatengeneza chama kilichoitwa Chama cha Wananchi CUF, ambacho unakiona hivi leo wewe unakisikiliza. Maanake msingi namba moja wa Chama cha Wananchi CUF ilikuwa ni kupigania mabadiliko ya katiba mpya. Chama hichi unachokiona, hakuna chama chochote katika nchi hii katika kupigania haki ambacho viongozi wake wamepata shida na dhiki iliyotokana na Chama cha Mapinduzi kama viongozi wa Chama cha Wananchi CUF. Wengi mnafahamu viongozi wengi wa Chama cha Wananchi CUF wamekaa jela miaka mingi. Kwa mfano, huko nyuma tulikuwa na viongozi takribani watatu walokaa jela miaka mitatu kabisa. Alikuwa mheshimiwa katibu wetu Sharifu Hamadi, Mwenyezi Mungu amsamehe madhambi yake, amekaa jela miaka mitatu, akiwa pamoja na mheshimiwa Duni wamekaa jela miaka mitatu, na katibu wetu wa sasa Mheshimiwa Hamadi Masudi walikaa jela miaka mitatu kwa sababu ya kupigania haki za Watanzania. Hawa wengine unaona tu labda watu wanadhani kuna mtu leo kakaa jela mwaka mmoja, wanadhani yeye ndio mwanasiasa wa kwanza kukaa jela. Chama cha Wananchi CUF wamekaa jela kweli kweli kwa ajili ya kupigania haki za Watanzania. Chama hichi cha CUF ni chama ambacho kimejitoa muanga kweli kweli kwa ajili ya kupigania hizi haki. Kwa tunapozungumzia katiba mpya, sisi tunaielewa kweli kweli na tunaelewa kwa nini tunaitaka katiba mpya. Lakini swali la kujiuliza, ukisoma ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030, ukisoma ilani ya chama chao sura ya pili kifungu cha 47, kile ukisoma vizuri inasema kwamba katika uongozi huu wa miaka mitano hii ya 25-30 watahakikisha inapatikana katiba mpya. Lakini jambo la kushangaza, juzi kiongozi wa serikali ambaye ni makamu wa rais, ilani ya chama chao inasema kwamba katiba mpya itapatikana, lakini yeye kaja katuambia tuipiganie katiba mpya. Tunajiuliza maswali, tunapigania vipi katiba mpya aliyakuwa kwenye ilani ya chama chenu mmesema kwamba itapatikana katiba mpya? Tunataka tuwaulize maswali. Mliposema katiba mpya itapatikana, mlikuwa mnawadanganya mpaka mnahitaji sasa Watanzania waanze kuipigania katiba mpya, wakati wenyewe mlishasema kwamba mtawapa katiba mpya? Lakini mimi sishangai, sehemu wanapenda kuahidi uongo, na huo ndio ukweli ulivyo. Ukisoma ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2005-2010, chama cha CCM waliwaahidi Waislamu kwamba mkitupigia kura tutakupeni mahakama ya kadhi. Waislamu wakawapigia kura mwaka 2005. Baada ya hapo mpaka leo tunavyoongea, mahakama ya kadhi imepita hewa, hakuna, kwa sababu ni kawaida ya CCM kuongopa. Wao CCM wakikwambia kwamba bwana
tutakutana Dodoma, wewe nenda Mbeya, kwa sababu kawaida ya CCM akikwambia tukutane Dodoma, yeye anaelekea Mbeya. Kwa wakikwambia twende Dodoma, wewe tangulia Mbeya, utakutana nao. Tunaposema sisi kwamba katiba hii ni katiba haifai, ukiisoma kwa umakini kuna vifungu vingi sana. Ukisoma mfano kifungu cha haki za binadamu, ukiangalia habari za haki za binadamu kwenye katiba yetu sisi ambayo ipo, ukiangalia habari zinazozungumzia haki za binadamu, moja ya haki ni haki ya mtu kufanya maamuzi unayoyataka wewe. Mfano, kuna swala la mgombea binafsi, yaani mathalan inawezekana mimi sitaki kuwa kwenye chama chochote, lakini mimi nina uwezo wa kuongoza watu kupitia mwenyewe tunavyojiweza, nikaamua kugombea binafsi. Lakini ukiangalia katiba yetu inamgomea mtu kuweza kugombea yeye mwenyewe kwa misingi ya haki za binadamu, maana yake umeshamnyima haki yake. Ukiangalia katiba yetu katika swala zima la madaraka ya rais, kwa mujibu wa katiba yetu madaraka yake rais ni makubwa. Hilo ni jambo ambalo halipingiki, ndio ilivyo. Siku moja nakupa mfano wa kawaida, madhara ya kuwa na madaraka makubwa ya rais. Siku moja niliitwa na mtu mmoja zamani, tena nilikuwa kijana mdogo zaidi, ambaye alikuwa anaitwa Agostino Lyatonga Mrema. Huu ni mfano najaribu kupa uone madhara ya katiba kuwa na madaraka makubwa. Agostino alinita pale Jogoo. Aliponita pale Jogoo akanambia, kijana njoo, namna nilivyokusikiliza unaweza kutusaidia, lakini nataka wewe nikupe jukumu moja mbili tatu. Akawaita wale wasaidizi wake kina Omari, akawaambia wale, wakaonekana kama wana ubishi. Akawasomea kifungu kwenye katiba ya TLP. Kifungu kilikuwa kinasema kwamba mwenyekiti ana maamuzi ya kumfukuza mtu yoyote pale ambapo anaona inafaa, kama huyo mtu analeta matatizo. Kwa akawaambia, kwa kifungu hichi nikiamua naweza kuwatimua kama nyie mtanikatalia mimi Agostino Lyatonga Mrema. Maana yake madaraka yakiwa makubwa, unaweza kutumia maamuzi yoyote yale unayoyataka wewe, hata kama watu hawayataki hayo maamuzi, wewe utaamua kwa sababu madaraka yako wewe ni makubwa. Kwa katiba yetu sisi iko katika hali ya namna hiyo. Maana yake ni nini? Hata mimi leo hii ukinifanya nikawa kiongozi mkubwa, kwa sababu katiba yenyewe inaonyesha inanipa madaraka makubwa, naweza kufanya ninachotaka. Nikiamua kwa mujibu wa katiba nikapanga safu ya uongozi, mama yangu akawa ni mkuu wa mkoa, mdogo wangu akawa mkurugenzi, mjomba wangu akawa waziri, kwa mujibu wa katiba ninaruhusiwa, na wala hauna haki ya kuniuliza. Katiba yetu ya leo kwa namna hii, lazima tufike pahala tubadilishe katiba, tuwe na katiba ambayo wananchi wataridhika nayo, wananchi wataipenda, wananchi wataifurahia. Kwa chama cha wananchi kafu chenyewe kiko imara kuhitaji mabadiliko na tupate katiba mpya. Na nataka niwaambie, chama hichi hakijaacha msimamo wake, kitaendelea kusimamia msimamo huo, kwa sababu hata salamu yetu tukipanda kwenye majukwaa huwa tunasema haki, watu wanasema sawa, alafu kisha tunasema haki sawa kwa wote. Maana yake msingi wetu mkubwa ni kupigania haki. Hiyo ndio msingi namba moja wa chama cha wananchi kafu. Ndugu zangu, kwa sababu tunaye mgeni rasmi, sitaki kutafuna muda mwingi katika eneo hili, lakini nataka niseme neno moja katika hali ya kumalizia. Tatizo letu wa Tanzania ni unafiki. Hili ndio tatizo kubwa. Tatizo letu ni unafiki. Takupeni mfano wa kawaida. Mwaka 2002 ulipelekwa mswada bungeni, mswada ambao ulikuwa ni mswada wa kuundwa kwa sheria ya ugaidi. Mwaka 2002 wakati wa Benjamin William Mkapa, mswada huu ulipopelekwa tukaupitia, tukasema mswada huu ni mbaya, umetoa mamlaka makubwa bila kuwapa haki wanaotuhumiwa. Kwa mswada huu haufai. Katika taasisi zote za kidini ni taasisi mbili tu zilisema, Shura ya Maimamu pamoja na Umoja wa Hadhiri wa Kiislamu Tanzania, ndio ambao walipinga mswada huo. Lakini na chama pekee kilichopinga ni chama cha wananchi kafu. Wengine wote walikaa kimya. Na hapa nasema ni unafiki. Kwa sababu gani? Walikaa kimya wakidhani sheria ya ugaidi imeundwa kwa ajili ya kushughulikia mashehe.
Huo ndio ukweli, na ni kweli mashehe wengi walikamatwa, ni kweli maustadhi wengi walikamatwa, waliteswa, wengine wameuawa. Watu walikuwa wamekaa kimya, hawasemi chochote, wala watu hawaoni kama watu wanakandamizwa, watu wametuliwa. Sheria ile ile mbaya tulioipinga leo inapoanza kushughulikia wengine, ndio wengine wanaanza kupiga kelele, sheria hii haifai. Huu ni unafiki. Ni lazima tuhakikishe tunatetea haki za watu bila kujali tatizo hilo linampata nani. Hata kama unaona wewe hiyo sheria haikugusi, basi iko siku moja itakugusa. Ndio maana sisi tunasema lazima tunaposimamia haki tusimamie haki bila kujali tatizo hilo linamgusa nani. Huo ndio msingi wetu mkubwa. Tuache unafiki. Unafiki ni kitu kibaya. Unafiki ni jambo ambalo linaharibu nchi. Na mimi nataka niwaambie Watanzania kwa ujumla na wanachama wa DAWATU wa Dar es Salaam, unapokidharau chama cha CUF, ndio chama ambacho kiko tayari kukupigania kweli kweli. Wengine wanayafanya haya kwa usanii. Mimi nakwambia chama hichi kina dhamira, kwa sababu hata kilivyoundwa kiliundwa kwa msingi wa kukupigania kweli kweli. Kwa mimi ninakuomba ndugu yangu, kama ulikata tamaa, usikate tamaa, usikate tamaa. Na mimi ninakwambia wenyewe tumerudi kweli kweli. Naposema wenyewe, maana yake ni watu ambao tumelelewa kwenye chama hichi, ambao baadaye tuliingia uvivu. Sasa tumeamua kupanda kwenye majukwaa kwa sababu tunajua dhamira ya chama hichi, tunajua chama hichi kimekusudia nini, na ninawahakikishia tutakufa nacho. Na ndio maana uongozi wa Jumuiya ya Taifa umeamua